Tunakutana katika kipindi cha Polisi Jamii, kipindi ambacho kinakujia chini ya udhamini mkubwa kabisa wa DAUWA. DAUWA hawa ni mabingwa wa uzaji wa vifaa vya ulinzi kama vile CCTV cameras na vifaa vingine vinavyohusiana na masuala ya ulinzi, vitasa, kwa alama za vidole, hizo masuala ya fingerprints na nini, na vitu vingine vingi ambavyo vinahusiana na masuala ya ulinzi. Waone DAUWA, ambapo hata hapa Mwanza ukifika katika ofisi zetu moja kwa moja zilizopo mtaa wa Bantu, hapo utapata maelekezo kwamba ni nini tunauza na nini ambacho ni zaidi utahitaji, basi utapata maelekezo kila kitu. Kipindi hiki kimedhaminiwa na DAUWA Technology. Naam, kipindi ni Polisi Jamii kama nilivyokutambulisha hapo awali, na kama ilivyo ada, kipindi hiki kina maudhui ya kuzungumzia mambo ambayo ya kisheria ambayo pengine yanahitaji ufafanuzi kutoka kwa polisi, ama raia wanahitaji ufafanuzi kwa kile ambacho wanakuwa hawakielewi sawa sawa. Sasa mara zote huwa tunakuwa na maafisa wa polisi hapa katika studio, na mada husika ya siku hiyo tunaiweka mezani na tunajadili kwa pamoja. Wewe mtazamaji unakuwa ni sehemu ya kipindi, kwani unakuwa unaruhusiwa kupiga simu au kutuma ujumbe mfupi wa maneno maarufu SMS, ili kusudi kuweza kushare nasi ama kushiriki nasi, kutueleza nini unahisi kinafaa au pengine kuhitaji ufafanuzi wa kile ambacho tumezungumza. Basi hii leo studioni hapa tutazungumzia wizi wa vyombo vya moto. Wizi wa vyombo vya moto, magari, pikipiki, na aina nyingine kama hizo. Wizi wa vyombo vya moto. Sasa wizi huu utokea, kama unatokea wizi wa vyombo vya moto, labda magari ama pikipiki, ni nini cha kufanya? Ni juhudi gani za awali au jitihada gani za awali unapaswa kuchukua ili kusudi uweze kufanikiwa pengine? Au unapoenda kununua chombo chako cha moto, ni nini ambacho unapaswa kukifanya ili kusudi uwe salama na usikumbwe na matatizo ya kununua kitu ambacho pengine kina matatizo? Masuala haya yanahusiana na kitengo cha Interpol, na kipindi fulani tulikuwa na mjadala kama huu, na nilimwalika hapa mgeni wangu alikuwa ni Sergeant Christopher Ngasala, na hii leo ninaye tena ili kuweza kumalizia mjadala huu. Ninaye Christopher Ngasala, Sergeant huyu. Karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Naam, ni mara nyingine tena tunakutana. Maana mjadala wetu siku ile ulikuwa ni moto kweli kweli. Tukasema tuwailishe ili kusudi tuweze kuzungumza zaidi hii leo. Naam, basi bila kupoteza wakati, na nadhani moja kwa moja twende katika point ya msingi. Kwanza, wizi huu, mtu anaposikia wizi wa vyombo vya moto, pengine nyinyi kama Interpol mnafafanulia vipi pengine? Nashukuru kunipa nafasi hii tena kwa mara nyingine ya pili. Mimi kwa jina kama uliotambulishwa na mtangazaji kwamba naitwa Sergeant Christopher Ngasala, niko ofisi ya mkuu wa upelelezi wa mkoa wa Mwanza, kitengo cha Interpol. Kazi zetu huwa tunashughulikia makosa mengi yanayovuka mipaka pamoja na wizi wa vyombo vya moto. Wizi wa vyombo vya moto umekuwa mwingi sana hapa Tanzania na nje ya nchi. In general ni kwamba wizi wa vyombo vya moto kwa siku moja, kila dakika gari inaibiwa duniani. Kwa data tulizonazo kwamba kwa siku, kila dakika moja gari inaibiwa duniani. Lakini wizi huo unaendelea kudhibitiwa kwa sababu kila wanavyokuwa unabuni wahalifu mbinu, na sisi ndio tunakuwa tunafahamu zaidi kuliko wao. Ingaje na wao wanatuiga sisi kwa namna gani tunawakamata, lakini sisi tunakuwa juu zaidi ya wao wenyewe. Na ndio maana tunazidi kupunguza wizi. Wizi, ndugu mtangazaji, umetokea na ndugu wananchi, unatokea mara nyingi sana pengine kwa uzembe au kutofahamu mtu pengine chombo cha moto kwamba kinatakiwa kiwe na kitu gani
unapokuwa unakinunua, pengine unapokuwa umeuziwa na mtu, unapokuwa unakimiliki, unatakiwa uwe na tahadhari gani? Gari kama gari unapokuwa umenunua lazima iwe na faili. Faili. Ndio. Iwe na faili. Faili hilo linakuwa na document chache tu ambazo ni muhimu sana. Moja, inakuwa ni bill of lading. Bill of lading. Yaani kwa maana yake nini kwa Kiswahili? Bill of lading ni document ambayo inatoka kiwandani ilipotengenezewa gari. Inasafisha hiyo gari mpaka inapoenda. Kwa hati ya kusafiria. Ni hati ya kusafirishia hicho chombo chako mpaka inapoenda. Kwa mfano kama inaenda Tanzania, inaenda Kenya, inaonyesha kabisa kwamba imesafisha nini? Ndio. Ina namba yake ni ipi? Na namba yake ni kwamba ni chassis. Chassis na. Ina uzito gani? Hiyo huo mzigo uliosafishwa. Na inaenda nchi gani? Hapo haijasema ni kwa nani. Pengine wengine unaagiza wenyewe inataja moja kwa moja kwamba inaenda kwa mtu fulani. Mara nyingi lakini zinafika kwa agent. Kwa hiyo unakuta Mr. kama umeagiza, ina maana agent ndio anaagiza. Kwa hiyo inakuja bill of lading kwa jina la agent. Hiyo ni bill of lading. Inaonyesha na thamani ya ni chombo gani kimebeba. Kama ni meli inaonyeshwa hapo meli kwamba ni meli aina gani imebeba huo mzigo mpaka inapoenda. Hiyo ndio bill of lading. Ni document moja muhimu sana kwa gari mpya. Lakini sasa kwa gari unajua gari mpya, yaani nachukulia general tu gari za general. Gari mpya mara nyingi wananunua serikali na makampuni makubwa. Sisi mara nyingi tunatumia used. Kwa hiyo hizo nikimaanisha kwenda tu showroom kununua gari, bill of lading lazima uione. Showroom lazima uione bill of lading. Kama tunauziana gari ambayo nimekwisha itumia, nimeimiliki mimi na nataka nikuuzie labda miaka 2-3, lakini japo tutarejea pia utueleze kitu cha pili cha kutazama. Vipi hapo kama tunauziana gari ambayo tayari nimekwisha itumia kwa muda? Unajua unapoenda kununua kitu lazima uwe na receipt. Msemo wa serikali ya sasa, serikali yetu ya sasa ni kwamba unaponunua toa receipt. Na unapouza toa receipt. Sasa unapokuwa wewe umenunua hiyo gari miaka 2-3, na maana hizo document umezipeleka wapi? Kwa sababu hizo document ndio zinafanya TRA akusajilie hiyo gari, akupe kadi. Kwa hiyo sasa ni kitu cha msingi sana. Faili lazima uwe nayo. Kwa hiyo ndio maana wengine wanaibua gari lakini unakuta sasa haina document. Na tunazikamata mtu unayekutana nao unamwambia kwamba document ziko wapi? Sina document. Ameshafanya forgery ya kadi anazo, lakini document zingine hana. Lakini wakuta document zenyewe ameshakuwa forgery, lakini kisha ingia kwenye system hazisomeki. Hazisomeki. Na wananchi wengi wameshakuwa na uelewa kwamba akishapata ile kadi ya TRA basi hapo ni mwisho wa document zote za gari. Lakini inatakiwa uwe na document ninazokutajia hizo. Ni za muhimu sana kwa sababu sisi kwa mfano kama Interpol kadi yetu ya gari ambayo inatolewa na nchi yetu, inatolewa na mamlaka ya mapato ya Tanzania. Ni document ya mwisho kwenye kukagua document za gari. Ni document ya mwisho. Kwa hiyo hizi unazoeleza bill of lading, hizo hati za kudani ndio kitu cha kwanza. Na kitu kingine ni nini? Invoice. Thamani hiyo gari imenunuliwa shilingi ngapi kule ilikotoka. Na kitu kingine, kitu cha tatu ni kwamba pale ilipofika mpakani pale, kama nilivyokuambia awali kwamba gari zote zinakuwa ni used. Tunazonunua sisi wenye uwezo mdogo. Sasa na ifika bandarini lazima ikaguliwe. Inafaa kwa matumizi ya Watanzania? Kwa kama haifai hapo haiwezi kutoka bandarini. Kama inafaa unapata certificate ya kwamba umeikagua gari inafaa. Manake nini haifai kwa matumizi? Kuna gari ambazo zinaweza zikaingia na zikawa sahihi kabisa. Gari zinaitwa used tayari, yani zishatumika. Kwa hiyo inapokuja nchini kwetu lazima ikaguliwe tena upya. Inafaa kama ina viwango. Kwa kuna gari zinazuiliwa pale bandarini kwamba hii hapana. Hii uliagiza bwana, hii sio. Ili toleo liko la mwaka fulani, hii sasa hii haifai kwa hali ilionayo hii gari. Hawezi kuruhusu kuitoa bandarini. Na mtazamaji, kama ndio kwanza unafungulia runinga yako, kipindi hewani ni Polisi Jamii, na hii leo ninaye Sergeant Christopher Ngasara. Huyu anatoka katika kitengo cha Interpol, ofisi ya mkoa hapa. Mada mezani tunazungumzia wizi wa vyombo vya moto. Kumbuka mtazamaji kwamba wizi wa magari umeshamiri, pikipiki,
unakwenda kununua kitu kipya ukidai kwamba ni kipya kutoka katika yadi, lakini taratibu ni zipi za kufuata ili kusudi uweze kununua kitu ambacho ni salama? Tutarejea na kisha tutashiriki nawe moja kwa moja. Tupate mapumziko mafupi kutoka studio kwa udhamini, kuwatazama wadhamini wetu hawa Dahua ambao ndio wadhamini wakuu wa kipindi hiki, na kisha tutarejea kuendelea na kipindi. Endelea kuwa nasi. Tony. Tamu. Kwesa. Uji mtamu sana. Yaani nakuwa nakupembeleza kunywa. Aya, kula mtoto mzuri. Kwesa, unalia? Acha. Kwesa. Wacha usiku. Na kuona yote unafanya kupitia kwenye kamera. Fungeni kamera za Dahua ambazo ni full HD. Usiku pia inaonyesha clear. Warranty ya miaka 2. Tunakuona kokote uliko. Tena muonekano wa HD. Kipindi hiki kimedhaminiwa na Dahua Technology. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Polisi Jamii, na tumerejea tena mara baada ya mapumziko mafupi na kuwasikiliza au kuwatazama wadhamini wetu ambao ni Dahua, ambao ni mabingwa hawa wauzaji wa vifaa vya ulinzi hasa wa ndani na wa nje kama CCTV cameras, lakini vitasa vya milango vya kielektroniki ambavyo vinaweza vikatumia fingerprints au alama za mikono kuweza kufungua na kufunga sauti na vitu kama hivyo. Unaweza ukawapata hapa Mwanza kupitia Barmedas katika duka letu la IT au IT shop wako hapo, na au ukifika ofisini kwetu ambapo ni mtaa wa Bantu hapo jirani na Salmakoni, basi utapata taratibu zote kwamba nini ambacho unaweza ukakipata kutokana na hao Dahua. Na mada yetu hii leo katika kipindi hiki cha Polisi Jamii, kama nilivyokueleza, ni wizi wa vyombo vya moto. Wizi wa vyombo vya moto, na mgeni wangu studio ni naye Sergeant Christopher Ngasala. Huyu anatoka kitengo cha Interpol polisi mkoa hapa Mwanza, na tumezungumza mengi sana, nini maana ya wizi wa vyombo vya moto na mambo mengine ambayo wanashughulika nayo watu wa Interpol. Lakini pia nataka tu nikuarifu mtazamaji kwamba sasa, kuanzia sasa, ni fursa kwako pia kuweza kujumuika nasi, aidha kwa kupiga simu kupitia simu nambari 0735 500 100, 0735 500 100. Ukipiga namba hiyo ya simu, basi utazungumza nasi, utamuuliza hapa afande Christopher na atakueleza. Lakini pia unaweza ukatuma ujumbe mfupi wa maneno kupitia nambari 0622 50 00 00. Hiyo ni namba ya ujumbe mfupi wa maneno. Ukituma, basi tutazungumza moja kwa moja hapa. Naam, hebu tuendelee. Afande Christopher, tumezungumza lakini bado tunaendelea. Ni mambo gani pengine sasa ya kuzingatia pale ambapo mtu anatakiwa kwenda kufanya manunuzi? Anapoenda kufanya manunuzi, nishati afahamu hizo document nilizowatajia kwamba hizo hati lazima awe nazo huyo muuzaji, alafu amuishe na kadi ya TRA. Hapo itakuwa sasa document zimekamilika. Unapoenda kununua gari, kwa mfano kama haijasajiliwa, na maana kadi haitakuwepo, lakini kama imeshasajiliwa lazima kadi iwepo ya TRA. Na akishapata hizo document asikomee hapo tu, na maana ameshaona gari, ameshaona document, aende nazo TRA, then baada ya TRA aje ofisini kwetu Interpol. Nadhani mambo yanafanyika kweli.
Haya yafanyiki, watu tunawaambia kila siku hapa, tunatangaza kila siku, lakini watu hawaelewi bado. Na mtu mwingine anasikia yuko mpaka sasa hivi wanasikia wananchi, lakini ananunua gari si inakuwa na bei nafuu. Mtu kuna la RAV4 hapo, anakienda showroom anakuta milioni 14 15. Sasa mtu anajitokeza mwambie ananipa milioni 7 tu mimi niondoke na shida. Yeye anadhani kwamba akapata unafuu kwa sababu ile mtu ana shida. Kumbe mtu kaiba, kapora, akishakamatwa siku 2 3, bwana hii gari ulitoa wapi, niliuzwa na nani fulani, document hakuna. Alafu mwenye nao anayetafuta sasa anakuja na document zake. Wewe utamueleza nini? Anayetafuta anakuja na document. Wewe sasa zote ulizonazo zote fafa, zote copy, katoa copy hayo kakupa, wewe unajua kwamba ndo genuine. Lakini ungefika ofisini kwetu Interpol, tungecheki ndani ya nchi ambayo tunawasiliana na wenzetu TRA kucheki, alafu then tunacheki kwenye database yetu ya nchi 193 kwamba alijaripotiwa kuiba sehemu yoyote. Nchi 193. Na chassis kama labda mtu ukishatuletea sisi document, wao tunapenda huwa tuangalie karatasi. Sisi tunapenda tuangalie gari lenyewe genuine. Hata kama liko wapi, unaona kwamba labda kuleta ni gharama, sisi tunaenda. Tunakagua gari, tucheki document afu ndo tuliingiza kwenye system yetu. Hatukagui document tu umefujifuji huko natuletea tuko tuangalie, sisi tunaangalia uhalisia wa gari. Kwa sababu Mr. Ruta kuna mchezo mmoja wanaofanya siku hizi. Kwa mfano kuna gari imepata ajali turn off. Imepelekwa kwenye scraper kwenda kukata scraper. Kinachofanyika sasa ile namba. Yes, ameiba gari Kenya, ameiba gari Uganda. Sasa anapoingiza Tanzania au pengine amenunua kwa halali huko nchi nyingine, lakini anapoeleza kwetu lazima isajili TRA. Sasa anapoingia TRA anaambiwa kwamba bwana hapa natakiwa ulipie kiasi kadhaa, na yeye anaona kwamba hicho kiasi hana. Sasa anaona kwamba hii gari ndio ingiza si ni Kalina. Na yule anayekata scraper pale kuna Kalina imekatwa juzi. Kwa anahamisha particular za ile Kalina ile nyingine iliyokatwa, anahamisha kwenye gari yake. Sasa akiona kwamba chassis ya gari zinapishana kwa sababu kila gari ina chassis namba yake. Akiona kwamba chassis hizi zitakuja kukinzana, siku ya siku naweza ngakamatwa. Anakata, anatoa hiyo chassis, alafu anapachika chassis yenye kadi ambayo amenunua kwenye scrap. Sasa kwa maana hiyo pengine kwa kumsaidia mtazamaji labda au mnunuzi wa chombo cha moto, aidha gari au pikipiki, kitu cha kwanza pamoja kabla hata hajaenda huko kwingine kote kuhakikisha pengine labda ndio huyo sasa amekutana na mtu ambaye anataka ghafla amuuzie, bwana mimi nina shida sasa hivi, nahitaji gari inauzwa milioni 14 kama ulivyosema yard, lakini bwana mimi nahitaji milioni 5 tu, nina shida nayo. Kama unayo tafadhali, na nikaona kwamba pengine kwenda kutafuta kule sehemu nyingine na nini itachukua muda mrefu, nini pengine cha kwanza kabisa cha kuangalia, cha kujiridhisha cha kwanza? Hilo gari usinunue. Kama ana haraka na usinunue hilo gari kabisa. Kama ni mgonjwa muombee tu apone kesho yake. Ujiridhishe ndio ununue au vinginevyo. Ukiamua kwamba unamheshimu sana, wewe usifanye tena mauziano ya gari. Wewe mpe hicho kiasi utakachoweza kumpa, kama ndugu yako kama jamaa yako rafiki. Lakini swala la manunuzi ya gari usikubali hata kidogo. Mmewahi kutana na kesi na mengi? Nyingi sana. Kadi hizo kesi tunashakutana nazo nyingi sana. Anauziwa mtu kwa bei nafuu, lakini anakuja mtu mwenye document ya ile gari. Anadai gari. Bosi anayo gari anakutana. Tena na familia anaenda kanisani. Hatari sana. Mtazamaji, inabidi tuwe makini kidogo kwa hiki tunachokizungumza, kwani hakika unaweza ukakumbwa na adha ambayo pengine hukutegemea au kutaraji kuipata. Ni aina tu ya jinsi ya kuweza kujipanga na kujiridhisha pengine ili kuweza kununua kitu ambacho ni salama. Hebu tueleze, katika yadi za magari huko sasa huwa mnapita kuweza kuangalia pengine kuzikagua? Huwa tunapita tunakagua. Kwani gari hizi katika kuna kesi ambazo zinatokea katika yadi za magari, kunakuwa na gari ambayo imenunuliwa ambayo ina matatizo kama haya tunayozungumza. Swala yadi kule unakuta mara nyingi gari zinakuwa hazijaripotiwa kuibiwa, lakini document inakuwa ni shida. Sasa watu tunawaelewesha kwamba usinunue gari bila document. Kwa mfano madalali. Hawa madalali wa magao wanaouza hao madalali asilimia yao kubwa sio watu wazuri. Nasema hivyo kwa sababu gani? Wenyewe wanaletewa magari kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania.
Yeah. Wakishaletewa wanakuambia bwana, wewe uza shilingi milioni 5. Hii mimi nataka milioni 5. Wewe hata ukiuza milioni 10 hizo ni za kwako. Mimi nataka milioni 5. Sasa anapoona ile gari kweli inauzika hata milioni 10 anaweza kauza. Yeye bila kujiridhisha kwamba huyu anayenipa hii gari ni ya kwake kweli. Sasa unajikuta mimi naitwa Christopher. Document card ambayo nimekupa wewe imesomeka Abdalla. Dalali anachukua anauza yeye kwa jina lake tena. Kwa kutumia jina la Abdalla kwamba Abdalla ndo kauza. Abdalla hamjui, lakini aliyempa gari ni Christopher. Una kitendo kama hicho? Sasa nafika wakati zinaleta shida. Zinapoleta shida unapokuja kituoni tunauliza, wewe dalali umetoa hii gari na nani? Na Christopher. Huyu Abdalla anayeonekana kwenye document ulimuona? Hapana. Unamfahamu? Hapana. Na huu mkataba umeandika nani? Nimeandika mimi dalali kwa niaba ya Christopher. Sasa inakuja kujaje? Kwa sababu mwenye gari hapa sasa mbona hayupo, mko mnauziana nyinyi kwa nyinyi tu. Na kesi kama hizo nafikiri ni nyingi. Kwa unajua kuna magari mengine yameuzwa mara 2, mara 3, mara 4. Anakuwa ni ni mmiliki wa 4 katika gari. Pengine aliyeweza kufanikiwa kubadilisha jina ni mmoja kati ya wale wote walioko pale. Hakuna uzembe mbaya kama huo. Kwa sababu kwa mfano sasa hivi system iliyoanzishwa TRA. Ina maana gari ambazo pengine ilipata ajali, ukashindwa kuifufua, ukaenda kuiscrap. Ina maana mpaka sasa hivi iko bado kwenye system ya TRA. Kwa hiyo unataka kodi. Na lazima ulipe kodi. Kwa sababu kama umescrap, ukutoa taarifa TRA, inadaiwa kodi. Unachokizungumza yupo bwana mmoja juzi alisema kwamba bwana gari yake likamatwa. Kamatwa kwenda kule akakutwa alikuwa na pikipiki na nini alizokuwa amesajili. Anambia bwana tunadai na hii na hii na hii na hii. Nyingine alishaziuza. Unaona sasa. Anambia bwana bado tunadai. Ungetueleza. Bomba umeuza. Sasa imeuza na pengine zilizouzwa kule labda hazilipiwi tena mapato. Hata hajui ziko wapi. Sasa unachokisema nafikiri utaratibu ambao wananchi wanapaswa wafahamu. Unaponunua nenda TRA kabadilisha owner. Isome kwa jina lako. Alafu na ujiridhishe hiki chombo ni salama. Unaenda TRA unajiridhisha chombo ni salama. Ukishatoka TRA njoo kwetu. Tuangalie. TRA unaangalia kwenye system ya ndani kwamba hii imesajiliwa salama mpaka sasa iko shida, haina shida. Wewe kanunue kama unataka kufanya biashara. Lakini sisi tunaangalia nchi 193 na document pia tunazipitia. Hii gari na document. Bwana Lute watu wengi wanakuja pale. Kuna mtu mmoja aliwahi kuja pale. Akataka kununua gari. Akasema nimekuja hapa ili nijiridhishe hii gari ninunue. Tukaichia kwenye system yao reported kuibiwa. Lakini haikuwa na document zingine tofauti na card ya kwetu sisi ya TRA. Nikamwambia hii gari bwana, mimi wewe kama ni kufanya biashara, ufanye biashara, lakini mimi siwezi kusema iko genuine kwa sababu inapokuwa inakuwa na missing ya document na hii gari ina namba D, ina maana imesajiliwa, ina miaka 3 imesajiliwa. Sasa hivi document haina. Na mmiliki wa pili anataka kuwa wewe, huyu ni mmiliki wa kwanza. Document zimeenda hapo. Kama hiyo siwezi kukuambia kwamba iko genuine. Kwa sababu kesho na kesho kutwa atakuja mtu mwingine adai hii gari kwamba aliibiwa au pengine. Ndio. Na kuna watu wengine wanakopea magari. Ndio. Benki. Anasalenda kule nani kadi, anatembea na kopi, lakini inafika wakati sasa anafuta kadi ya kugushi. Anatembea nayo. Sasa kwa uelewa wako unaona kwamba hii kadi ni genuine. Kumbe kadi original iko benki. Hiyo gari imekopewa. Wewe unaenda unanunua uende TRA. Unaitambuaje sasa? Kwa mfano utaitambua vipi kwamba gari hii pengine hii ni fake, hii kadi haiko kwa huyu? Hiyo unatakiwa uende TRA sasa. TRA utakapoingia kwenye system yao unakuambia kwamba hii gari mbona hii iko benki fulani? Kadi iko bwana. Kadi iko benki fulani. Wewe kadi wewe kadi hiyo umetoa. Kwa sababu wanapo nani benki zinapokuwa imekopesha mtu na umeacha chombo leani. Kadi inaenda benki na pale kwenye system inabadilishwa kwa sababu kwamba ni iko benki fulani. Unaona? Tarejea pako. Mtazamaji, hebu tupate mapumziko mafupi, tuwasikilize wadhamini na kisha tutarejea hapa. Kipindi hiki kimedhaminiwa na Daua Technology. Tony. Tamu. Kwesa. Uji mtamu sana. Yaani nakuwa nakupembeleza kunywa. Aya, kula mtoto mzuri.
kamera. Fungeni kamera za Daua ambazo ni full HD. Usiku pia inaonyesha clear. Warranty ya miaka 2. Tunakuona kokote uliko, tena muonekano wa HD. Naam, asante studio kwa matangazo hayo, na tunaendelea. Kama ndio kwanza unafungulia runinga yako, tuko hapa na Afande Christopher. Huyu anatoka katika kitengo cha Interpol na tunazungumzia hii leo wizi wa vyombo vya moto. Mimi ni Edmond Ruta, kama ndio kwanza unajiunga nasi, ndiye ninaendesha kipindi hiki cha Polisi Jamii kwa siku hii ya leo. Naam, kuna SMS hapa anasema anaitwa Asia. Anauliza, je, kama kadi ya gari ni fake utaijuaje? Kadi ya gari kama ni fake? Kama ni fake tunaifahamu kwa sababu ukienda TRS wanakuambia kabisa kwamba hii gari ni fake, hii kadi ni fake. Wenyewe wana sign zao kwenye kadi zao kwa sababu ndio wanaozitoa. Kwa hiyo unapoenda TRA unakuambia kusoma hii ni fake. Kienda TRA wanakuambia kwamba hii fake. Ni fake. Naam. Sisi kama ni document ambazo zimetoka nchi mbalimbali. Tuna system yetu. Tunaifeed mwe na tunawatumia kwenye nchi husika. Hii document ni genuine. Wanatujibu kwamba ni genuine au sio genuine. Hii ni forgery. Kwenye mtandao wetu sasa wa kimataifa huu. Tuna video, tuna scan hiyo document, tunawatumia, wanatuambia hiyo ni genuine au ni forgery. Kwa hiyo sisi hata uwezo kwa sababu kutoka nchi fulani na gari yao kaja na kadi ukatuambia kwamba iko hii kadi na iko genuine, alafu unatafuta labda kuiuza pengine. Kama ni kadi ambayo haiko genuine, sisi tunakukamata. Lakini kwa kadi ya TRA ya Tanzania, TRA wenyewe wanatoa majibu hapo kwamba hii hakuna, ni fake. Hii ni fake. Kwa hiyo tulikuwa tunazungumza mwanzoni pale kwamba kama unapewa kadi una wasiwasi nayo, ukipeleka TRA wanakuambia kwamba hii kadi ni fake. Na hii kadi imeombewa mkopo benki fulani. Hii ni mali ya benki fulani. Kwa hiyo unaweza kaenda ukasema kwamba nimepoteza. Unaona watu wanaofanya? Anakuambia nimepoteza kadi, naomba kutoa kadi, kuchukua. Anaenda polisi, anawadanganya kwamba amepoteza kadi, wanamwandikia loss report. Anaenda mahakamani, anakula hati ya kiapo. Alafu anakuja TRA na ambaye nimepoteza kadi ya gari, loss report hii hapa. Anawapa TRA. Unapoingia kwenye system unagundua kama ulikopea, kama kadi ipo, haijapotea. Unakwambia kusoma kadi, mbona haijapotea hii? Hii iko benki fulani, hii gari na mkopo. Wewe utatuambiaje kama imepotea? Hayo kwa msaada wote wanakuambia wewe rudi bwana. Kadi iko benki. Kama umenunua au wamekudanganya kwamba kadi imepotea, kadi iko benki fulani. Lakini Interpol ninyi ni polisi. Mnapokutana na watu kama hawa, amwachi pengine amchukui hatua zaidi kwamba TRA wakupeni taarifa kwamba bwana kuna mtu hivi na hivi ni kama anataka kufanya udanganyifu. Tunashirikiana, sisi tunashirikiana na TRA wakiwa wanaokuwa wanawapata watu kama hao wanatuletea. Na tunawashtaki. Wao wanatuletea watu kama hao. Lakini wanaangalia na kesi yenyewe ilivyo. Huyu mtu gari hiyo anayo au anataka kufanyaje? Wanagundua, unajua unapopeleka malalamiko yako pale kwa daktari wanagundua kwamba wewe nia yako ni nini. TRA unagundua, kisha gundua wewe una nia ovu. Pengine gari unayo. Unajua watu wengine wanaenda TRA wanalipia magari kwamba nimekuja kulipia range. Kumbe hiyo namba ni ya Karina. Sasa anawaambia kwamba nimekuja kulipia motor vehicle ya range yangu. Anamwambia, range tena. Hii gari mbona Karina hii? How Toyota Hilux. Hiyo gari kwa. Kwa hiyo kisha ndo gari iko wapi akileta? Tayari wanakamata TRA. Kwa sababu tunataka tuichunguze hii gari. Wewe unakuja kulipia gari na kati ni gari. Kwa hiyo unakuta huyo alishadanganywa tayari. Lakini katika kadi sikumeandikwa pale kama ni Karina, TI. Unakuta imeandikwa hivyo kweli. Lakini gari sio yenyewe. Kwa mfano sisi tunavyosema kwamba ukituletea document tuchunguze gari, atuchunguze kwa document, tunataka gari tuione ni maana yake ni. Kwa maana kwamba inaweza kuwa unatuletea document tuchunguze, ikaonekana imeibiwa, wewe umeificha Igombe. Unaweza kukubali kasa kwamba gari imeibiwa na tuende ukatuonyesha gari tuilete kituoni. Unaweza kukubaliana na hilo? Si utakuwa kichomi hapo kwamba bwana mimi naenda hospitalini, mimi huko siendi. Kama huko siendi. Mambo yashakuwa makubwa. Kwa hiyo ndio maana sisi tunapokuwa tunachunguza, ufunguo tunao hivi mkononi, ndio sheria zetu. Kwa hiyo ikionekana haiko iko vizuri, tunakupa ufunguo wako. Ina matatizo, imepita kuibwa nchi fulani, naomba bwana gari ni yako. Sawa sawa. Sawa sawa.
Na sasa hapo mambo. Mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, tunaendelea na kipindi chetu cha Polisi Jamii. Piga simu sasa kupitia namba ambazo unaziona katika runinga yako hapo, ili kusudi tuweze kuzungumza. Kama una swali, pendekezo, pengine hata maoni, pengine unaweza ukajaribu kuzungumza nasi ili kusudi kupata ufafanuzi pengine na kusaidia kwamba tungefanya hivi na hivi tungeweza kuboresha kipindi hiki pengine. Naam. Hebu tuzungumzie sasa upande wa pikipiki. Pikipiki zimekuwa zikiibiwa sana. Hawa watu waendesha pikipiki hasa wanaofanya shughuli hizi za kusafirisha abiria na maarufu kama bodaboda, huwa wanakuja kwenu na kutoa taarifa kwamba wameibiwa, na kuna mafanikio yote yameshapatikana mengine kuweza kuzipata pikipiki zinazoibiwa? Wanakuja, pikipiki zinaripotiwa sana kuibiwa, tena kwa njia nyingi. Wengine wananyang'anywa, wengine pengine wanatokea mpaka madhara mpaka wanakufa. Wengine wanaibiwa katika hali ya kawaida tu, mtu anakukodi kwamba nipeleke Igoma, anakulipa. Nitoa hapo nipeleke Pasiansi, anakulipa. Nipeleke Nyegezi, anakulipa. Unafika sehemu unakwambia bwana, hebu niacha hapa kidogo. Hebu nenda sehemu fulani pale ukafanya 1 2 3. Umeshamwamini, umeshalipwa, unaacha switch hapo unaondoka. Anaondoka na pikipiki. Ila sasa tunazikamata kwa mikoa. Unajua tunapozikamata sisi sio kwamba lazima ikipotelea Mwanza ikamatiwe Mwanza. Zingine tunaripotiwa kwa jirani au tajirani. Kwamba bana kuna pikipiki namba hizo tumekamata hapa mbali than wako ya wizi. Mnapoingia kwenye mafaili na system yenu mnagundua kwamba hii pikipiki iliripotiwa kuibiwa Geita mwezi juzi. Kama unawajulisha Geita bwana, kuna pikipiki fulani iliwahi kuripotiwa kwenu. Wana wenyewe wanaingia kwenye mafaili yao wanagundua kwamba ni mtu fulani aliwahi kuripoti pikipiki kaibiwa. Anajulishwa, then kesi inahamia sehemu husika. Lakini kuna nyingine ambazo zimewahi kuripotiwa na hazijapatikana kabisa. Hiyo ipo, hazijaonana mkono wa serikali. Hazijaonana mkono wa serikali. Lakini sasa hivi tunapokuwa, kwa mfano tunapokuwa tunakamata hizi bodaboda, ukishafikishwa pale kituoni, pikipiki yako kabla hujaitoa pale lazima ichunguzwe. Ingaje pengine wao unakuta wajui kama imeshachunguzwa, lakini sisi tunavyokamata pale kituoni lazima tuichunguze. Tujiridhishe. Itakayokamatwa inapokamatwa wao tunajiridhisha sana. Okay. Tunazicheki kabla hajapewa sasa mwenye nayo. Tunaicheki, tunaingiza kwenye system yetu, tunaangalia kama imesharipotiwa kuibiwa au la. Zoezi ambalo mwenye mali hawezi kujua kama litafanyika. Anaona kama amekamatwa kwa kosa dogo la kuvaa helmet au pikipiki haina nini kumeshafika pale kwetu sisi tuna mawasiliano yetu. Bwana kuna pikipiki 2 hapa, zichunguze kabla huyu hajakabidhiwa kwa kosa lake hili. Tucheki na mambo mengine. Tunachunguza na mambo mengine. Kesi nyingi mnazozipata ni zipi pengine? Ni zipi hasa? Kesi nyingi ni za pikipiki. Gari ni machache sana. Ngaje nyuma hapa tumepata kesi za gari. Ziko zinaibiwa na pengine, lakini tukaona kwamba kuna mchezo mmoja wanaufanya. Watu wa nani wa magarage. Yaani nawaambia wananchi na ndugu mtangazaji kwamba waache tabia ya kuamini mafundi 100%. Fundo unamwachia gari masaa yote atengeneze, wewe uko wapi hujui. Kumbe yeye fundi huyo ameshajifanya kama gari ni ya kwake, kaishaenda kwenye maduka ya spare. Duka la spare au duka la kuchonga funguo, kaishachonga funguo wake anakojua yeye, kaishapata spare. Kwa hiyo anakuwa umeshamwamini, gari anaendesha siku zote, anakupa funguo wako na gari yako kama gari, kumbe ana spare. Siku ya siku anakuja kulijia ile gari. Kwa hiyo ndio maana tunataka tunawaambia hata watu hao wanaochonga funguo. Mtu akisema kwamba amepoteza ufunguo wa gari au pikipiki, kabla ya yote nafikiri afike polisi na wewe na document za pikipiki. Hata wao unapokuwa unachonga wajiridhishe document hizo nazo. Wewe ni nani? Kwa sababu lazima utoe vitambulisho. Makufuli hapo lazima utoe kitambulisho. Sasa kadi imeandikwa Athumani. Mimi natoa kitambulisho kimeandikwa Christopher. Hii gari ni ya kwako? Hii pikipiki ni ya kwako? Mbona unataka ufunguo? Kama umepoteza ufunguo wa gari au unataka duplicate ufunguo nao? Christopher ni nani? Yeah. Kwa hiyo sio tu wanatoa duplicate ya funguo, lazima wao wajiridhishe sana. Kwamba gari huyu wanasema ufunguo wa gari na ufunguo kweli gari kapaki na ufunguo nao. Je, kuendesha ndio umiliki wa gari? Anaweza kuwa amechukua ya jirani, akachukua ya ndugu yake.
Kwa lazima tuhakikishe tu. Watu wanaochoka kufungua nao wao na wacheki mambo kama hayo. Na hilo ni sijui nisemeje. Maana kweli watu wanaamini mtu anaingia kazini bwana, utakuja utachukua gari hata waoshaji tu. Unachukua gari anaenda huko anaosha, anafanyaje, anakuletea huko kazini masaa. Nitaikuta. Au nitakuletea, na kweli kama ni si mtu mwema anaweza kufanya chochote. Anafanya chochote. Uzembe wengine na madereva wanasababisha na wenyewe magari ya kuibiwa sana kwa uzembe sana. Kwa mfano juzi hapa tumeibiwa gari moja hapo maeneo ya Mirongo. Yaani dereva tuliibidi sasa sisi ndo tumpige pingu kwa sababu tuliona kwamba wewe ni muongo. Wewe una mteja umetokea Butimba. Umefika pale Mirongo, mteja anakuambia bwana sasa msimama hapa. Nenda kaninunulie vocha pale. Yao unaacha gari iko oni na ufungua hapo unaenda kununua vocha, sio ulienda wapi ufungua vocha, sio urefu gani alipokuwa amekutuma na yeye jamaa huyo mteja wako. Unarudi unakuta gari haipo. Hivi inaingia akilini kweli kwenda hata kumwambia hata familia yako iambia kwamba nimeibiwa gari kwa uzembe huu. Hata familia inaweza kusema baba labda kaiacha mara. Kwa dereva kama na mteja kwa dereva kama eti mteja kutume kanunue vocha alafu uache kila iko gari iko silence kufungua hapo ukanunue vocha mpaka ameshuka kaenda upande wa pili au hata kama bila kwenda upande wa pili. Ni uzembe mkubwa sana. Unashoka kwenye gari unaacha switch kweli iko on gari, lakini pengine mlifanikiwa kuipata gari au bado tujaipata? Ni mambo ambayo yako bado mnajaribu kufuatilia. Bado. Sasa tuende tena katika break fupi na kisha tutarejea tufanye hitimisho la kipindi chetu hiki, maana muda si rafiki kabisa. Wadhamini wetu Daua wanatushika shati. Studio tafadhali. Tony. Tamu. Kwesa. Uji mtamu sana. Yaani nakuwa nakubembeleza kunywa. Aya kula mtoto mzuri. Kwesa, unalia? Acha. Kwesa. Wacha usiku. Na kuona yote unafanya kupitia kwenye kamera. Fungeni kamera za Daua ambazo ni Full HD. Usiku pia inaonyesha clear. Warranty ya miaka 2. Tunakuona kokote uliko. Tena muonekano wa HD. Kipindi hiki kimedhaminiwa na Daua Technology. Naam, tumerudi tena bila kupoteza wakati sasa. Hivi maduka haya ya vipuli vya magari huwa wakati mwingine mnapita huko au kuna taarifa ambazo zinakuja zinawasababisha mwende huko? Maduka ya vipuli vya magari au haya maduka ya spare parts, used spare parts. Ndio. Huwa tunapita na baadhi yao wako vizuri wanauza spare parts lakini unakuwa na document. Unajua unapokuwa kwa mfano gari lako wewe unashida hapo unataka kuuza spare parts kwamba limechoka. Wala spare parts wanauza used. Kwa hiyo atachukua mlango, atachukua kiti, atachukua kitu fulani, atauza separate kila kimoja. Kwa hiyo unapoenda kupelekea, utaratibu ni kwamba unatakiwa documents zote za hiyo gari umpe yeye. Na baada ya hapo wajulishe TRA walitoka kwenye system kwamba hilo gari silo tena gari kama gari limeshakufa. Nani mwenye dhamana ya kufanya hivyo sasa? Yule aliyeuza au wewe uliyenunua? Wewe uliyeuza. Kwa sababu wewe ndio utadaiwa. TIN namba yako hiyo ambayo ulisajiliwa gari TRA ndio itakayokutesa. Kwa hiyo wewe waambie ili gari nataka kuliscrap. Kwa hiyo halitatumika tena, wenyewe wanajua taratibu zao. Ina maana document utawakabidhi au pengine watakupa taratibu zingine za kufanya, lakini wajua kasa kwamba hili kweli limekuwa scrapped, kwa hiyo wanatoa kwenye system ili kesho usikudai kodi. Kwa hiyo ina maana ukiliuza kwa yule mtu ana scrap bila kuliondoa kwenye system, labda huyo sasa ndo aenda akali scrap ili document zile, kwa sababu yule anayemuuzia na scrap zile document anakaa nazo za nini? Sasa anapokaa nazo hizo bila kuzirudisha zilikotoka kama TRA,
ndio wanaweza kuzifanyia uhalifu. Wanazipatia kwenye magari mengine wanafanya uhalifu. Gari nyingine inakuja, inakosa usajili, anaona kusajili ni gharama, anapachika hayo mambo na anatumia na hiyo kadi na anaenda tayari anabadilisha ona kila kitu. Wanajua kwamba ni gari ile ile, kumbe ile gari inayotumia hiyo kadi ni cheche nyingine kabisa. Hiyo kesi tulikuwa nayo leo. Kwa ofisini. Ndio. Kuna mtu hilo gari lilipata ajali mwaka 2013. Wakalikata. Likao limeharibika kabisa show ya mbele yote. Sasa baada ya kuharibika hiyo gari show ya mbele yote na chassis namba yake. Ikawa imefanywa ukaguzi. Sasa mtu mwingine akaja akalipenda ile iliyobaki kipande cha nyuma. Bwana niuzie, akawa ameuzia milioni 1.5. Yeye akatafuta kipande cha mbele kile na chesi nyingine, akapachika akaunga. Hajui huyo ni raia. Akapewa na zile document za ile chassis ambayo imekufa. Ndio. Yeye akaja Mwanza. Ameingia garage, ametengeneza gari yake inaitengemaa. Akaona sasa ngoja niende TRA nikabadilishe owner. Yaani akabadilisha owner kwa particular ile gari iliyopata ajali ikakatwa. Akaingia TRA akawaambia bwana naomba nibadilishe owner ya hii gari. Wakasema wana hii gari inadaiwa milioni 1.5. Nenda kazilipe kwa sababu ni muda mrefu ilikuwa inadaiwa Motaveco. Ili kupata road license kalipe milioni 1 na something. Akaenda kulipa. Ameenda wakamtolea kadi na road license yake. Sasa baadaye akamwambia kwamba unajua ile gari bwana nilipata ajali. Baada kupata ajali nimenunua tena chassis nyingine ndio nimeweka pale kwenye hii board. Akasema sasa hiyo swala si hatuwezi kubadilisha chassis ni gari nyingine. Ile iliyokufa imekufa. Kwa hiyo iliyoweka ni chassis ni gari nyingine. Akamwambia nenda polisi pale Interpol. Ingia pale polisi Interpol wenyewe wanajua taratibu. Akaja. Amekuja sisi tumeanza kuichunguza hiyo gari. Kwanza tumecheka kwenye system ya TRA wanasema kwamba haijawa registered. Kwa kama haijawa registered ina maana chassis mpya tena imeingia hiyo kutoka Japan. Ni mpya kabisa. Kwa hiyo inatakiwa isajiliwe upya na namba iliyopo sio. Inatakiwa ipewe namba nyingine. Kwa hiyo ndio uzoefu tulionalo sasa. Tuhakikishe kwamba iko vizuri, haijaripotiwa kuibiwa, tumwandikie document apeleke TRA ili sajiliwe sasa. Gharama zake zinakuwa kubwa sasa. Sana. Zinakuwa kubwa sana. Ni ile angeenda tu kwenye showroom akanunua gari tu. Yaani lazima imuingize kwenye gharama kubwa sana. Hiyo lazima isajiliwe kama gari nyingine, kama ni gari umeingiza mpya. Hiyo ni chassis. Ushauri wenu ni nini hasa? Ushauri wetu watu ambao hasa tunakwenda kununua vipuli vya magari pengine katika hayo maduka ya used spare parts. Kwanza spare parts unapokuwa unanunua hata vile vipuli vingine vile unakuta vina namba hata za magari. Zimeandikwa tinga pingapi. Awe makini sana. Kwa sababu unaponunua gari na namba tinga pingapi hizo namba tinga unazifahamu? Zikafikaje kwa huyo mtu anayeuza spare parts used? Kwa hiyo nunua used ambayo kweli haina alama yoyote ambayo unaweza kusema kwamba hii kweli ni used. Na akupe receipt. Ni nini kakuuzeni ni kitu gani? Duka lieleweke liwe na anwani. Ikulinde wewe ile. Ikulinde wewe kesho na kesho kutwa. Sasa unanunua spare parts ina namba tinga pingapi. Hiyo tinga pingapi hujui ni ya nani wala itoka wapi. Kesho na kesho kutwa unaambia bwana gari yangu bwana iwahi kuibiwa. Sasa hii namba ni ya kwangu. Hii imefikaje kwenye gari lako? Utasemaje? Muda si rafiki sana. Hebu tumalizie. Unamweleza nini mtazamaji pengine sasa au mtu yoyote ambaye anataka kwenda kununua sasa kifaa cha moto either katika yard au kipya kama ni pikipiki au gari sehemu husika kwamba ni mpya anakwenda kwenye yard kununua au anakwenda kuuziwa kwa mtu ambaye tayari amekwisha tumia wanauziana. Anaponunua mwananchi mimi nataka nimuombe tu kwamba na kuna mtazamaji katika line hapa tumsikilize. Mtazamaji hello katika line. Hello mtazamaji katika line. Mtazamaji na hello. Hello mtazamaji. Naona sisi kama sauti ya mtoto na naomba tuwe makini kidogo. Mtoto sidhani kama anaweza kuzungumza chochote katika kipindi hiki na wala sidhani kama anaelewa chochote hapa tunachozungumza hapa. Tuwe makini kidogo na tuheshimu taratibu tu za kazi na jinsi ambavyo tunaweza tukaendesha mambo yetu haya na utaratibu mzima. Naam, hebu tuendelee. Na tunamweleza nini sasa
mtazamaji pengine walikuwa wanajaribu kuendelea mimi naomba tu wawe waangalifu sana kwenye vyombo vya moto. Vyombo vya moto vina challenge moja kubwa sana, kwa sababu utaiona gari kwamba iko ni mpya, ni nzima, iko vipi, lakini hiyo gari ni matatizo makubwa. Juzi hapa na mfano mmoja ambayo mtu mmoja alitoa milioni 50 na akatoa V8 akampa mtu. Yeye anataka range. Milioni 50 na akatoa V8 akampa watu wa Dar es Salaam. Yeye anataka range. Baada kupewa hiyo range kaendesha miezi 3 imekamatwa na TRA. Inadaiwa milioni nyingi sana. Kodi kwamba hii bwana hii imeingia kiujanja. Lakini muda huo alionunua gari angeenda TRA yote wangemwambia, kwa sababu gari hii imestopishwa kwenye system ya TRA toka 2014 inatafutwa hiyo gari. Kwa hiyo angeenda TRA kwamba anataka kununua hii gari, ungemwambia bwana hii gari sio, hii gari mbona tunaitafuta. Kwa watu wanaouza ni wajanja sana kuweza kukuziba. Ni wajanja sana. Kwa hiyo ukitaka kununua gari, nenda TRA, njoo polisi itabu. TRA polisi. Wewe ndio na hizo document kama mtu ukakatalia gari kwamba bwana gari yangu hizo kuipeleka huko, mkubaliane kwamba basi nipe document nipeleke. Sisi tutaenda. Ukimaanisha polisi Interpol ni kitengo ambacho kiko tofauti na pale polisi ambapo unafika kwenye niseme nini pale sijui counter niseme sijui nini pale kwa sababu kuna mtazamaji labda pengine angetaka ana kiu ya kujua kwamba pengine hasa polisi Interpol nitawapata vipi, nakwenda tu moja kwa moja police post pale naenda polisi Interpol ni kitengo cha polisi. Unaingia kiko ofisi yetu iko jengo kuu la mkuu wa polisi Mwanza. Ukishafika jengo la mkuu wa polisi mkoa wa Mwanza RPC, ukishaingia mle ndani uliza tu nauliza ofisi ya Interpol. Ukishaingia mle ndani mkono wa kulia mlango wa 3 utakuwa umetupata. Na mlango umeandikwa kabisa kwamba Interpol. Ofisi ni yenu. Mtazamaji, ofisi ni yako. Tuwe na mazoea tu ya kuweza kupata uhakiki wa vitu hivi, kwa sababu mwisho wa siku unajikuta umeingia katika gharama kubwa pengine tofauti na ile ambayo umeitoa awali, lakini kwa uharaka tu na pengine kutotaka kufata taratibu fulani. Polisi wapo na polisi hawa wameweka vitengo hivi maalum kwa ajili ya kutusaidia sie ambao pengine hatuelewi au tunaelewa lakini tunajifanya hatuelewi. Kwa hiyo ni rafiki zetu, tunakwenda tukijaribu kuzungumza nao ili kusudi waweze kutupa msaada mkubwa. Kwa mfano, fikiria kama unataka kununua gari au pikipiki mtu anataka kuuzia, lakini bila ya kuwa na haraka, kwa sababu anayekuuzia tayari ana hakika ni cha kwake. Kosa liko wapi kama kwenda kuhakikisha tu ili kujiridhisha uwe mmiliki halali? Neno la mwisho. Neno la mwisho tu mimi na ndugu mtangazaji nakushukuru kunipa kipindi hiki. Nimeongea na wananchi. Naomba tu basi wajitahidi kufika ofisini kwetu pale upate elimu ya kutosha juu ya vyombo vya moto. Wasinunue tena bila kujiridhisha na hizo document ambazo nimewatajia hapo 3. Na ya 4 ni ile kadi ya TRA. Tuzirejee tena. Bill of lading, invoice na inspection. Vitu muhimu. Alafu na kadi yenyewe ya TRA. Lakini pia umesema katika kununua gari lazima uwe na kuna kitu umekizungumza hapa, uwe na faili. Hilo ndo faili sasa. Document hizo kisha Amerika ndo faili lake. Ndio faili lake. Faili inajumuishwa na vitu vyote hivi. Sasa mtu mwingine ukishamwambia faili, analeta kadi na zile document za TRA ambazo walifanyia assessment kwenye pindi wanataka kulisajili gari. Kwamba bwana kulisajili gari yako natakiwa utupe hela kadhaa. Ndio analeta sasa kwamba hii ndio faili lake la gari. Sasa mule ukishaleta ndo faili la gari, kuna document moja ambayo ni kadi yako original ya TRA, afu zile document za assessment. Hizo ni mojawapo ya document ambazo zinakamilisha faili halijakamilika hilo. Nikushukuru sana. Naona muda si rafiki kabisa, mtazamaji wa BTV. Tumekuwa sote. Unaweza kuwa sehemu ya udhamini wa kipindi hiki pia kama utafika katika ofisi zetu zilizoko mtaa wa Bantu hapo jirani na Salmakoni, au piga simu nambari 0753 0759 47 48 43.
0759 47 48 43. Piga simu hiyo, utapata maelekezo yote kwamba nini unapaswa kufanya, au fika katika ofisi zetu utapata maelekezo. Nimekuwa naye hapa Sergeant Christopher Ngasala, huyu anatoka kitengo cha Interpol polisi mkoa hapa Mwanza. Nikushukuru sana bwana. Naam, mada yetu ilikuwa ni wizi wa vyombo vya moto. Mimi naitwa Edmond Ruta. Endelea kutazama BTV na vipindi vinavyoendelea kufuata hapo. Asante na kwaheri kwa sasa. Kipindi hiki kimedhaminiwa na Daua Technology. Tony. Tamu. Kwesa. Uji mtamu sana. Yaani nakuwa nakupembeleza kunywa. Aya, kula mtoto mzuri. Kwesa, unalia? Acha. Kwesa. Wacha usiku na kuona yote unayofanya kupitia kwenye kamera. Fungeni kamera za Daua ambazo ni Full HD. Usiku pia inaonyesha clear. Warranty ya miaka 2. Tunakuona kokote uliko. Tena muonekano HD.